Shuhuda kadhaa zinasema watu wasiojulikana wenye silaha walivamia kitongoji hicho kilicho ndani ya giza wakilenga nyumba kadhaa. Washambuliaji waliruka ukuta, kuvunja madirisha, wakaingia kwa nguvu majumbani na kuzua hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Ilikuwa jambo la kutisha sana. Tulisikia mayowe, sauti za madirisha na kisha milio ya risasi, anasema mkazi mmoja ambaye alionekana kuwa na kiwewe. Wakikabiliwa na uzito wa hali hiyo, vipengele vya polisi vilitumwa ili kupunguza tishio. Ilikuwa wakati wa kuingilia kati ambapo mmoja wao alipigwa risasi mbaya. Mwili wake ulipelekwa mara moja kwenye chumba cha kuhifadhi maiti ambako anapumzika huku ukisubiriwa taratibu zinazotolewa na itifaki ya kijeshi. Mamlaka za usalama na kijeshi za Lubumbashi zimeelezea kusikitishwa kwao na kitendo hiki cha kusikitisha. Uchunguzi ulifunguliwa ili kubaini wahusika wa shambulio hili na kuwafikisha mahakamani. Hatutawavumilia wahalifu wanaoamuru sheria zao katika vitongoji vyetu. Njia zote zinatumiwa kuwatafuta, afisa mkuu alisema kwa sharti la kutotajwa jina. Kwa upande wa idadi ya watu, hasira ni kali. Wakazi wa Gambela ya pili wanashutumu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama unaorudiwa katika eneo lao. Wengi wanasema wanaishi kwa hofu kila mara, huku uvamizi wa usiku wenye silaha umekuwa wa kawaida katika miezi ya hivi karibuni. Wanatoa wito wa kuimarishwa kwa kudumu kwa mfumo wa usalama, hususan kuongezeka kwa uwepo wa polisi na kijeshi katika maeneo nyeti. Itakumbuka kuwa kikundi cha uchunguzi wa polisi na uchunguzi wa jinai iliwasilisha washukiwa 30 watuhumiwa uhalifu na wengine kwa kamishna wa polisi wa mkoa Ijumaa Disemba 26 huko Lubumbashi Katanga. Miongoni mwa watu hao kuna maafisa watatu wa polisi wanaodaiwa kuwakamata watu kiolela katika vyumba vya hoteli. Hata hivyo, polisi walikamata konteni zaidi ya 600 za pombe zilizopigwa marufuku kwa kiwango kikubwa. Msemaji wa polisi Meja Esperanto Bini Mwamba anabainisha kuwa wahalifu hawa wote watafikishwa mbele ya sheria kulingana naye, ikiwa ni askari au maafisa wa polisi wanarejelewa kwa haki ya kijeshi. Espoir Kilongo Itele kutoka Lubumbashi, Hope News TV.